Habari za wakati mtazamaji wa Jimbi TV popote pale ulipo Tanzania, ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale unapotufuatilia sasa hivi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ama X. Leo hii nipo katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center ambapo leo hii kuna mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo mgeni rasmi anatarajia kuwa ni mwenyekiti wa CCM ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Jimbi TV tuko hapa kwa ajili ya kujuza kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa. Jina langu ni Azad Safe International Sound, sauti ya kimataifa. Endelea kufuatilia Jimbi TV ili uweze kufahamu kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa. Hii tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu 2025 Dodoma imewaka moto. Tunao mkutano mkuu maalum wa chama chetu taifa, na mkutano huu umekuja una mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi toka mwaka 2020 mpaka 2025. Shughuli hii itafanyika leo kwenye mkutano huu, lakini mkutano wetu utaendelea kesho. Kesho tutapokea sasa ilani mpya ya uchaguzi ya chama chetu, ambayo huo ndio mkataba tunaoenda nao kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa, ambayo itakuwa ni ilani ya uchaguzi 2025 2030. Na kazi nyingine kubwa ya tatu, tutawapokea rasmi wagombea wetu waliokuwa wamechaguliwa na mkutano mkuu wa CCM taifa wa mwezi wa kwanza, ambaye ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu na kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mkutano kesho tutampokea mgombea mwenza kwa maana makamu wa rais Comrade Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pia tutampokea rasmi hiyo kesho mgombea urais kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na huyu si mwingine ni Dr. Hussein Mwinyi. Kwa haya ni mambo makubwa matatu tunayokuja kufanya. Lakini ndugu waandishi wa habari, kama mnavyoona, wana CCM na Tanzania yote imewaka moto. Wana CCM tunayo hamasa na furaha ya ajabu kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi huu kwa kishindo. Tunaamini mambo mengi tuliyokuwa tumeahidi kwenye ilani ya uchaguzi iliyopita tumetekeleza zaidi ya 100%. Na ikumbukwe kwamba ilani ya uchaguzi tuliyokuwa nayo ilikuwa na kurasa zaidi ya 303, na Watanzania ni mashuhuda namna CCM tulivyotekeleza. Pamoja na changamoto tulioipata katika kutekeleza hii ilani ya uchaguzi, tuliondokewa na aliyekuwa mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. hayati Pombe Joseph Magufuli. Lakini CCM ni chama mahiri. Pamoja na changamoto hiyo, bado mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alikava hiyo nafasi, na kwa kipindi cha miaka 4 ameyatekeleza mambo kinaga ubaga. Kigusa sekta ya afya, ninyi wote ni mashuhuda. Hakuna wilaya hata moja ambayo haina hospitali nzuri ya kisasa. Lakini ukienda kwenye vituo vya afya, vimejengwa vituo vya afya nchi nzima. Nikizungumzia Mbeya pale tunavyo vituo vya afya zaidi ya 57. Zahanati kwenye kila kijiji zimejengwa zahanati. Lakini kuhusu vifaa tiba, ndugu zangu, ninyi ni mashuhuda. Hiyo ni sekta ya afya tu. Lakini kwetu Mbeya pale tunayo hospitali kubwa ya rufaa ya kanda ya Meta. Imejengwa hospitali zaidi ya bilioni 17, na vifaa tiba vimewekwa pale, vyumba vya upasuaji zaidi ya 5. Na pale tunafanya huduma si ndani ya Tanzania tu, hata nchi jirani. Wenzetu Malawi, Zambia, wote wanakuja kupata huduma pale. Kigusa kwenye sekta ya kilimo, ninyi ni mashuhuda. Leo kilimo ndani ya nchi yetu kimekuwa tu si kilimo kwa ajili ya chakula, ni kilimo biashara. Na zamani ilikuwa kilimo wanakwenda watu walioshindwa. Lakini chini ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wake Hussein Bashe na timu yote ya serikali hii, kilimo imekuwa ni kimbilio na imekuwa ni tija. Kama mwalimu alivyosema, kilimo ni uti wa mgongo. Dr. Samia amedhihirisha hilo, amewekeza fedha nyingi kwenye miradi ya umwagiliaji, kwenye miradi ya mabwawa, lakini masoko yamekuwa rafiki na kila zao leo hii kwenye nchi lina soko na wakulima wananufaika sana. Ukienda kwenye nishati, umeme tumegusa kila kijiji unachokijua. Sasa tumekwenda kwenye vitongoji na karibu vitongoji vyote nchi hii vina umeme. Sasa tuseme nini basi? Tunapokwenda kwenye uchaguzi huu, tunapokwenda na ilani mpya, tunakwenda kwa kishindo, kwa kujidai, kwa sababu hakuna wa kuitikisa CCM, hakuna wa kuishinda CCM. Lakini mapenzi ya wananchi kwa Dr. Samia, ninyi ni mashuhuda, mmeona namna alivyoituliza nchi, namna alivyo hekima na busara, na namna mambo yanavyoenda. Na mama yeye hatukimtukana, yeye hakujibu, yeye anapiga kazi. Mnasikia wenzetu wa Kenya wamesema maneno ya hovyo. Tanzania tumetulia, tunasonga mbele. Huu ndio utu, ndio maana tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Mengine mengi mmeyasikia, lakini sisi hatuhangaiki na maneno hayo ya pembeni. Sisi tunapiga kazi. Kwa ndugu zangu, niwashukuru sana na niwatakie kila laheri, na niwaombe wa Tanzania
tumuunge mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, tukiunge mkono Chama cha Mapinduzi. Pamoja na yote, mkoa wa Kaskazini Unguja, ilani ya CCM imetekelezwa kwa kishindo na kwa ufanisi mkubwa katika kila sekta. Tunazishukuru sana serikali mbili, serikali ya SMZ pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutekeleza vyema miradi ya kisekta yote, ikiwemo miradi ya elimu. Zimejengwa shule tofauti katika mkoa wangu, ikiwemo skuli ya Tumbatu yenye gharama ya shilingi bilioni 6.1, skuli ya sekondari ya Mkokotoni yenye gharama ya shilingi bilioni 6.1, skuli ya sekondari ya Bumbwini Misufini yenye gharama ya shilingi bilioni 6.1, skuli ya msingi ya Donge Vijibweni yenye gharama ya shilingi bilioni 4.5. Sambamba na hilo, katika sekta ya maji, ilani ilielekeza kutawanya maji kila vijiji. Bahati nzuri katika mkoa wangu kumejengwa matenki mawili makubwa ya kisasa yenye uwezo wa kuhifadhi lita milioni 1, likiwemo tenki la maji la Tumbatu lenye gharama ya shilingi milioni 750, tenki la maji la Bumbwini lenye gharama ya shilingi milioni 740. Katika sekta ya afya, ilani ya CCM ilijikita katika mkoa wangu kupandisha hadhi ya hospitali ya wilaya ya Kivunge kuwa hospitali ya mkoa kwa upande wa huduma, ambapo kwa sasa serikali zetu zimejenga hospitali mbili za kisasa za wilaya, ikiwemo hospitali ya Kivunge yenye gharama ya shilingi bilioni 4.85, hospitali ya Pangatupu ya wilaya yenye gharama ya shilingi bilioni 4.04. Lakini katika sekta ya kilimo, ilani ya CCM ya 2020-2025 ilielekeza kutoa pembejeo, kuandaa mabwawa na kuandaa mazingira ya wakulima wadogo kuweza kujikimu. Katika mkoa wangu imejenga bwawa la Kinyasini lenye gharama ya shilingi bilioni 18.3, bwawa la Chani Masingini lenye gharama ya shilingi bilioni 32.6. Katika sekta ya uvuvi, ilani ya CCM ilielekeza kutoa nguvu kazi ya vitendea kazi kwa wananchi wadogo ili kusudi kupandisha kiwango cha upatikanaji wa samaki. Katika mkoa wangu wa Kaskazini Unguja, serikali ya SMZ imetoa boti 265, zikiwemo boti 200 wilaya Kaskazini A na boti 65 wilaya Kaskazini B. Katika boti hizo zimepelekea uzalishaji wa samaki kutoka tani 7600 mwaka 2020 hadi tani 1015 zenye gharama ya shilingi bilioni 118.6 katika mwaka 2024-2025. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627 58 9709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.